Sasa tuangalie hatua ya 7. Hatua ya 7 ni hatua ambayo inafurahisha sana. Hatua ya 7 ni hatua ambayo inafurahisha sana. Kwa nini inafurahisha? Hapa tunasema mzunguko wa milele, kupanda ngazi mpya. Tumefika mwisho wa mzunguko wetu wa kwanza baada ya kujifunza hatua hizo. Umeanza safari ukiwa unahisi unyonge katika hatua zilizopita, lakini sasa unasimama kama muumbaji aliyekamilika. Katika hatua ya 6 tumejifunza hayo na hatua nyingine zilizopita. Yote haya tunajifunza kutoka kwenye kitabu cha uwezo wako kwa vitendo, kitabu ambacho unakielewa vizuri pale unapokuwa umejua kubalance mitetemo yako, umejua kubalance nafsi yako, roho yako iendane vipi, umejua kupambana na vizingiti, uchawi na makolokolo mengine. Hapa ndio unaweza kuelewa kitabu kinaweza kukutendea mambo makubwa. Sasa hatua ya 7 inatufundisha asili ya mzunguko wa milele. Katika maisha hakuna mwisho wa kweli. Kila mwisho ni mwanzo wa kitu kikubwa zaidi. Kila mwisho ni mwanzo wa kitu kikubwa zaidi. Ndio maana huwa tunaona watu wanaanzisha brandi kubwa duniani, kwa mfano kama Apple. Lakini mwanzilishi wake anakuwa amekufa, lakini bado inaendelea kutamba kwa ubora ule ule. Hii ndio siri. Huwa kuna sheria ya mzunguko wa milele na ndio tunaenda kujifunza hapa. Sio kama sisi wabongo huwa tunafika, tunakuwa tunawaza nikifa watoto watabaki wafaidike na wenyewe wahangaike. Akili zetu za wabongo hizo, za kibongo bongo. Kama kuna maoni popote pale ambapo utasikia voice, kwa sababu hizi voice nitazishare na sehemu zingine, nitatengenezea video kwa sababu siwezi kuweza kufundisha kila mara kitu hiki, kila mara kufundisha mtu mmoja mmoja. Na ndio maana niliamua kutengeneza group. Na jamaa amekuja vizuri kabisa, ndio maana nasema asili imetukutanisha. Jamaa waliouliza maswali, kwa sababu wewe ndio umeibua mjadala huu mzuri kabisa. Sasa tunasema mwisho ni mwanzo wa kitu kingine kikubwa. Hapa pia tuangalie mambo matatu. Jamani, naongea dikoli na nikauka. Niwaambie siri moja. Unaona mko 11, sio bahati mbaya. Sio bahati mbaya. Vitabu hivi nimeuza, sijauza kwa watu wengi. Na watu wengi hata nikiposti huko na huko hawaelewi. Watu wengi hawaelewi. Yaani wanaona kama ni vitu vile vile vya Manyanda African Power, wanaona kama vile vya Illuminati, wanaona kama ni vitu vile vya Chief Godlove, wanaona kama ni stories zile za IPM, wanaona kama ni stories zingine za mzee wa upako. Yaani wanaona kama ni vitu vya kidini, wengine hawavielewi, wanajua ni Freemason, yaani hawaelewi. Sasa mwenyewe unaweza kusummarize hapo kama tuna dini na nini? Tuna dini na ufahamu uchawi au kitu gani? Mimi nafahamu, nadhani ni ufahamu wa juu kujikomboa sisi wenyewe. Kwa hiyo mlionunua kitabu ni watu ambao mna macho ya pekee sana. Kwa kweli ni wapongeze sana. Mtu uliyechukua uamuzi wa kununua kitabu, mna macho ya pekee sana ya kuweza kuamini kile ambacho nilikuwa nimekiandika. Wengi hawaamini. Wanajua ni vile vile vya kila siku huko mitandaoni. Wanajua ni vile vile. Hawaamini haya mambo. Hawaamini kabisa ninachokisema. Sasa hata mkiwa wachache, kwa uchache wenu, nafikiri alizeti moja huwa inazaa mbegu zingine ambazo zinaweza kupanda kashamba kakaonekana. Alafu alizeti zile zingine nazo zikizaa, basi zile mbegu zingine zinazozaliwa zinaweza kupanda shamba kubwa kabisa, kubwa kabisa. Ndio maana nisiogope eti kuhubiri habari hizi kwa watu wachache, kwa watu wachache. Haya mambo ni ya watu wachache, hadi upate jicho la kuona undani wa haya mambo. Sasa tunajifunza mzunguko wa milele. Kwa nini watu wao wanaanzisha brandi lakini wanakufa na zinabaki zinatamba? Kwa nini Coca-Cola imekuwa ya muda mrefu, huenda hata aliyeanzisha hiyo formula alishakufa, lakini familia yake bado inakula? Ndio hichi kitu tunachoenda kukijadili hapo, mzunguko wa milele. Wakati unawaza, wakati unawinda wazo lako kule, tumejifunza mambo mbalimbali, mfalme wa kweli habari kibao, unaweza kurudia hizo voice hapo. Lakini lazima uwaze ile wazo lako linaishia wapi, inakuwa kwa ukubwa gani biashara yako, jambo lako linakuwa au ndo wale wazee wanasema kwamba yani nitafute hela afu mtoto wangu aje ale kiurahisi, yeye mwenyewe lazima hangaike, wakati hujui kama unamwachia hiyo laana. Yani akili unayoianza hiyo, si ataamini hivyo? Si utamwambukiza kwa lazima upambane, yeye mwenyewe atakuja kuambukiza watoto wake mawazo haya.
Kwa hiyo inakuwa ni laana na mnyororo kwenye damu. Kwanza nirudi kwenye voice nyingine tujifunze hatua ya 7, hatua hizi 3 au vipengele hivi vitatu nilivyoviandika katika hatua ya 7 ya kitabu hichi kidogo cha Uwezo Wako kwa Vitendo, kitabu cha maana kabisa, kitabu cha dhahabu, kitabu kina mambo makubwa lakini kina bei ndogo. Hadi la nadhani leo nimepata muda mzuri sana. Sio lazima usikilize hizi voice uzimalize kwa wakati mmoja. Ni ndefu, nimeweka nyingi kwa mfululizo. Lakini sasa sio lazima uzimalize kwa wakati mmoja zile zikakuchosha. Hebu usikilize kwa vipindi ili usije ukachoka. Mimi nimefanya hivi ili niweze kumaliza hii kazi leo kwa sababu nina mambo mengi ya kufanya. Sasa katika hatua hii ya 7 tuanze na kipengele cha kwanza. Tunasema kuangalia nyuma kwa jicho la hekima. Hapa tunajadili mzunguko wa milele unatokeaje. Katika hatua ya 7 tunasema chukua muda mrefu kidogo kukaa kwenye utulivu wa hekima yako au hekalu lako. Angalia nyuma kule ulikotoka, tangu siku ile ulipopata lile wazo polini kama muwindaji. Tazama jinsi ulivyoweza kulilea, kulipa nyama na kulileta kwenye dunia ya usawa au dunia ya nyama. Unapoangalia nyuma, hutaona tu kazi uliyoifanya, bali utamuona binadamu mpya aliyezaliwa ndani yako. Kile ulichokiumba nje kimekujenga wewe wa ndani, na huu ndio utimilifu wa kweli. Pale unapoweza kumuona biashara yako ni kama kiumbe asiyeonekana. Hiyo siri inakuwa ndani yako. Hata ukiwa na umri mkubwa, biashara yako inaenda, unaona kama ni kiumbe ambacho hakiwezi kupoteza uhai. Lakini tuangalie siri ya ziada. Siri ya ziada bwana, the next octave. Hadi la. Katika muziki, baada ya kuimba namba 7 unarudi tena kwenye namba 1. Kuna ile do re mi fa sol la ti. Umeona? Lakini baadaye unarudi kwenye do tena. Do wanaimbaga do re. Mimi nilifanikiwa kujifunza kidogo muziki. Na mwanamuziki mzuri ni yule anayefahamu mambo haya ya ufahamu. Sio mwanamuziki wetu wa kibongo anaenda kujifunza kwenye studio za masela, badala ya kukaa ajifunze mambo ya ufahamu. Pale anapogundua na kipaji cha muziki. Wewe ni wewe. Do re mi fa sol la ti do re mi fa. Wewe unakuwa unapanda hivyo hivyo. Ukienda ukibonyeza keyboard au unaweza download piano, utestie hichi ninachokuambia. Zile keyboard wazi nimejipanga. Inaanza ndogo, inaenda kubwa, inaenda ndogo. Kanaanza kadogo, kembamba, kanene, nende narudi hivyo. Kwa katika muziki kuimba namba 7 katika muziki baada ya kuimba namba 7 unarudi kwenye namba 1, lakini kwa sauti ya juu na yenye nguvu zaidi. Huu ndio mzunguko wa maisha. Yale maarifa uliyoyapata katika mzunguko huu sio ya kuyahifadhi tu, ni ngazi ya kukupandisha kwenye ghorofa ya juu. Sasa unaanza kuona mambo kwa upana zaidi. Mawazo yatakayokuja sasa polini yatakuwa na nguvu na nuru kubwa zaidi kuliko yale ya kwanza. Sasa 3, kujiandaa kwa alfajiri mpya. Kujiandaa kwa alfajiri mpya. Mzunguko wa milele unakufundisha tayari kufa katika kile ulichokijua jana ili uweze kuzaliwa upya kesho. Usichanganyikiwe hapa. Mzunguko wa milele unakufundisha kuwa tayari kufa katika kile ulichokijua jana ili uweze kuzaliwa upya kesho. Utanielewa vizuri, wala usiwe na papara. Usishikilie mafanikio ya mzunguko huu kama ndivyo au kama ndiyo mwisho wa safari. Furahia kile ulichokipata, kisha kiache kiwe msingi wa kile utakachokwenda kuanza sasa. Mfalme wa kweli hachoki kujifunza. Anajua kuwa ulimwengu hauna mwisho na hekalu lake lina vyumba vingi ambavyo bado hajavifungua milango yake. Sasa umekamilisha mzunguko wa kwanza wa kujitambua. Nenda duniani ukiwa na matumaini mapya. Wewe ni hekalu, wewe ni muumbaji, na sasa wewe ni sehemu ya mzunguko wa milele wa uhai. Alfajiri mpya inakuita, iko tayari kukuonyesha siri kubwa zaidi. Mambo haya yanasema kwenye voice.
Yaweza asikuingie. Kama unaona ni ya maana hata kidogo. 10,500 sio hela nyingi. 15,000 inazidi matatizo yako ya kila siku. Ni hela ndogo katika matatizo yako ya kila siku. Kwa nini usinunue kitabu ukakaa usome mambo hayo uyatafakari? Kwa sababu jinsi unavyoyatafakari ndivyo unavyoibua mtetemo huu. Kama kuna hali fulani kazuri umekasikia, pale unapokuwa unasoma kitabu, ndio hiyo hali itazidi kukurudia rudia hata bila kunipigia simu. Hata bila kunifanyaje. Ndio jinsi utakavyozidi kujijenga we mwenyewe, sio mimi tena. Lazima umwagilie kile ambacho ni kizuri. Kile kinachokupa furaha lazima ukimwagilie, kitunze ili kikamilike kiweze kuzaa. Uwezi ukakiacha ukakitelekeza. Mbegu ukiweka miaka yote ndani kwako haiwezi kuota yenyewe. Lazima uende kaiweka kwenye udongo ipate maji ili iweze kutoka nje kuliona jua. Tunaenda katika hatua ya 8. Sema uthabiti wa milele, uthabiti wa milele, uthabiti wa milele, uthabiti wa milele. Halo. Sasa tunaangalia uthabiti wa milele. Kwa nini kampuni inadumu miaka mingi afu mtu mhusika alishakufa na kwa ubora ule ule? Ni kweli katika elimu za kidunia utakuta kuna misingi, sio wana economics, wana uchumi wanafundisha mambo mbalimbali, wana biashara waliopata taaluma za biashara wanafundisha mambo mbalimbali, lakini mimi nakwambia mimi ni kiboko. Haina ubishi. Nataka nikupongeze kwa kuhitimu au kwa kufanikiwa kusikiliza mpaka sauti hii. Hongera kwa kuhitimu mzunguko wa kwanza wa safari yako. Nakupongeza tena. Umetoka kwenye kujitambua na sasa umesimama mlangoni. Simama mlangoni mwa mzunguko wako mpya. Hatua ya 8 inaitwa uthabiti wa milele. Kama ilivyo namba 8 iliyolazwa, alama hii huwa inaitwa infinity. Unaweza kaiangalia kwenye logo ya Meta. Ile logo ya Meta ndio infinity, 8 iliyolala. Kama ilivyo namba 8 iliyolazwa, huu ndio mnyororo usiokuwa na mwanzo wala mwisho. Hapa ndipo unapoanza kutumia utimilifu wako wa ndani kutatua changamoto za ulimwengu wa nje bila kutikisika. Hebu tuangalie inamaanisha nini hapa zaidi. Hebu tuangalie. Hapa tunajadili vile mambo matatu. Tunaangalia mamlaka ya 8 isiyovunjika. Katika hatua hii huenda hatuendi tena polini kama wawindaji. Hatuendi polini kama mwindaji anayetafuta, bali unaingia kama msimamizi kule polini. Changamoto za maisha, iwe ni mifumo ya kazi, biashara au teknolojia, tehama, sio maadui zako tena, ni mahala au ni maada zinazokusubiria wewe ili uweze kuzipa utaratibu. Unapokutana na tatizo gumu, usitaharuki. Kumbuka kuwa wewe ni hekalu lenye utulivu wa milele. Tumia mamlaka yako ya ndani kuona kiini cha tatizo, kisha kirekebishe kwa kutumia ile kanuni ya uwiano uliojifunza katika hatua ya mpito kabla hujaingia hatua ya pili kwenye kitabu hiki cha uwezo wako kwa vitendo. Sio, unanielewa? Kwa kitu cha msingi tunapata hapa kwamba kule polini hauendi tena kuinda mawazo. Baada ya kuwa umeshatekeleza yote tuliojifunza huko nyuma, hauendi kuinda mawazo pindi unaporudi polini, bali unarudi kuwa msimamizi wa sauti yako isiweze kuyumba yumba. Kumbuka tumeshaangalia jinsi ambavyo unaweza kushirikiana na wengine na mkaleta mdundo mmoja. Sasa ukienda kule polini tayari wewe ni mti, unajifunza kushikilia. Ndio pale mti ambapo huwa unaanza kunenepeana. Sasa wakati unanenepeana kunakuwa na miti mingine inakuwa na nini inazalisha hivyo vitu kama hivyo. Lakini kitu kipengele cha pili katika hatua ya 8 tunajifunza kutatua changamoto kwa akili ya moyo. Ulimwengu wa sasa umejaa mifumo migumu inayochosha watu. Lakini wewe sasa hadi saizi katika hatua ya 8, ukiwa na utulivu wa hatua ya 8, una uwezo wa kuona kodi. Una uwezo wa kuona kodi au siri au kanuni za asili zilizo nyuma ya kila mfumo. Ikiwa ni mfumo wa kompyuta au mfumo wa maisha ya jamii, tunasema kwamba ikiwa ni mfumo wa kompyuta au mfumo wa maisha ya jamii, uingilie kwa lengo la kurudisha usawa. Kwa mfano, unapata mtu amepata maadili ya ovyo ovyo na nini, sasa uwezo kaenda moja kwa moja kwa kumkatisha. Unatakiwa umuingilie kisiasa, kiufahamu, ili uweze kumrudisha kwenye usawa, kwenye maati, kwenye uwiano. Unapotatua changamoto kwa kutumia hekima ya hekalu lako, kazi yako inakuwa na nguvu ya kudumu milele. Huishii tu kutengeneza kitu kinachofanya kazi, unatengeneza kitu chenye uhai. Ukipata
kusoma kitabu hichi kwa mtiririko sahihi, unaweza kupata connection ya hatua hizi. Hapo ndipo utakuja kukaa na uanze kufurahi mwenyewe kukutana na kitabu hiki. Ngoja nirudi nielezee hatua ya 3 na ya mwisho katika hatua hii ya 8.